Nasibu Mkomwa yuko tayari hapa kutoka Serena, Dar es Salaam. Nasibu Mkomwa, tuambie huko ambapo timu ya soka ya Simba imemtangaza Didier Gomes da Rosa, raia wa Ufaransa, kuwa kocha mkuu wa timu hiyo akitokea El Merreikh ya kule nchini Sudan. CEO wa Simba Barbara Gonzalez amesema walipokea CV za makocha 70, lakini walipokea ushauri kutoka kwa wataalamu mbalimbali kabla ya kamati na bodi ya wakurugenzi kupitisha jina la Didier Gomes. Nasibu Mkomwa huyu hapa anazungumza nasi akitokea eneo la tukio. Okay, Priska Kishamba kutoka hapa Serena. Leo kikubwa ambacho kilikuwa kinafanyika hapa kwa upande wa Simba Sports Club ni kumtambulisha kocha wao mpya, raia wa Ufaransa ambaye ni Didier Gomes, kwa jinsi ambavyo alivyozungumza Haji Manara. Lakini pia CEO wa Simba ameeleza kile ambacho wamefanya ama wameamua kumpa kandarasi ya miaka 2 kocha huyu ambaye alikuwa anifundisha klabu ya El Merreikh kutoka pale nchini Sudan, lakini pia na mafanikio makubwa ambayo ameyapata kwa klabu za Afrika Mashariki. Alishaye kufanya vizuri na kikosi cha Rayon Sports pale nchini Rwanda. Lakini kikubwa ambacho amekizungumza pia CEO ni kati ya makocha ambao walikuwa wameomba nafasi ya kuja kuifundisha Simba Sports Club, wakaamua kumpa mwalimu huyu kwa sababu ni mwalimu ambao wameona ana uzoefu na soka la Afrika, lakini pia ni mwalimu ambaye alikuwa anafanya vizuri sana na kikosi cha El Merreikh pamoja na timu ambazo ameshawahi kuzifundisha. Lakini pia nipo na Hatim Naeka ambaye yeye ni mwandishi wa habari za michezo hapa nchini. Inaonekana kumfahamu zaidi mwalimu huyu kwa sababu ni miongoni mwa waandishi ambao walikuwa wanamuuliza maswali ya ndani kabisa ambayo wengi wao walikuwa hawayafahamu. Hatim Naeka, kocha wa Simba ametangazwa leo. Kwa jinsi ambavyo unavomtazama kocha huyu, Simba wamelamba dume? Kocha ni kocha mzuri ambaye West Africa na experience ya kutosha. Amefanya kazi Rayon Sports kwa mafanikio, kuchukua ubingwa, lakini baadaye akaondoka na kuelekea Kameruni. Ni kocha mzuri kwa maana ya filosofi au falsafa ya Simba. Pia ni kocha mzuri kwa sababu anapendelea mpira ambao Simba wanacheza. Ni mtu anayependa mpira wa pasi fupi fupi zinazokwenda mbele, lakini attacking football na mpira ambao unahitaji pia ushindi. Ni muumini wa nidhamu. Anapenda timu yake iwe na nidhamu, hapendi kuingiliwa kwenye majukumu yake. Kwa hiyo tutarajie positive kutoka kwake kama uongozi wa Simba utampa encouragement nzuri ya kuweza kufanya kazi yake vizuri. Unaona Simba wanafanya mabadiliko ya mwalimu katikati ya msimu. Wapo katika hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika, lakini pia wako nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, wakiwa wanatafuta nafasi pia kulitoa tena taji hili la ligi kuu soka Tanzania bara. Unaona watafanikiwa kubadilisha mwalimu katikati ya msimu? Nafikiri sio mbaya sana kwa sababu maamuzi yamekuja katika timing nzuri, maana kuna break ambayo hii break ya international kwa maana ya hatua ya makundi baadaye atakuja kuanza, lakini pia kwenye ligi tuko kwenye break ya mashindano ya CHAN. Kwa hiyo nafikiri itampa nafasi, na pia Simba wenyewe ameandaa Super Cup. Kuna nafasi ambayo itatoa kwa Simba kuweza kwa yeye mwenyewe kwanza kuijua timu yake, kuwajua wachezaji, anawajua baadhi ya wachezaji. Amefanya kazi na Ahmed Kagere, kwa hiyo anawajua, na ameshaanza kwa kocha kuweza kujua aina ya wachezaji waliopo kwenye timu. Ni kitu cha muda mfupi. Kwa hiyo kwa experience yake, kwa nafasi yake, sisi wengine inaweza ikawa ngumu, lakini kwa kocha kujua aina gani ya wachezaji alionao ni kitu cha, na unasikia kwamba leo hii anaenda kuanza kazi. Kwa hiyo utaona jinsi gani walivyo focus kwenye kuweza kutafuta na kudeal na muda, kwa sababu muda sio rafiki sana kwao. Kuna mechi za ligi na mwenyewe ameshajipa commitment, anataka kushinda ili waweze kupanda juu ya msimamo. Kwa hiyo ni jinsi gani ataweza kukaa na, of course Simba ina wachezaji wenye experience, sio haitakuwa kazi kubwa sana kuweza kuingina. Hata ukiangalia mwalimu anayetoka na anayeingia, falsafa kama zinaendana. Kwa hiyo haitakuwa kazi ngumu sana, ni rahisi kuweza kumaster na kwenda mbele zaidi. Okay, nikushukuru sana. Asante sana. Priska Kishamba, kwa yule msikilizaji ambaye anasikiza hivi sasa Sports Roundup live kutoka hapa Serena kwa hivi sasa, ni kwamba pia mwalimu Didier Gomes, kitu ambacho amekizungumza ni kuhusiana na wachezaji ambao wapo Simba. Amesema kwamba anamfahamu vizuri kabisa Ahmed Kagere ambaye wakati anafundisha Rayon Sports alikuwa ni miongoni mwa washambuliaji wa timu yake. Lakini pia tunakumbuka kwamba Rayon Sports washaweka rekodi ya kuwafunga wapinzani wao mabao 4-0 katika mchezo wa dabi. Lakini mwalimu ambaye amefanya hivyo ni mwalimu Didier Gomes ambaye hivi sasa ametua ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Kutoka hapa Serena, Nasibu Mkomwa, Clouds FM. Memariza na records azo amewahi kuziweka Didier akicheza moja ya dabi
huko Rwanda. Sasa sijajua alikuwa anamaanisha nini. Ni mtaalamu wa dabi. Mtaalamu wa dabi. Moto utawaka. Moto utawaka. Lakini kwa muda ambao amekaa Afrika, mwalimu ana ugeni. Tukiangalia toka 2002 mpaka leo, ana muda mrefu na ametembea pia nchi nyingi Afrika. Kiangalia ni mwalimu ambaye anabadilisha sana sehemu za kazi. Kwa hiyo kuna nadhani kuna kitu cha ziada Simba wanabidi wafanye kwa namna mwalimu anahitaji sehemu ya kufanyia kazi. Tunaona ni mara nyingi amekuwa akibadilisha, na mafanikio pia Cotton Sports aliyofikisha nusu finali ya Confederation Cup. Kwa hiyo anaweza akaleta kitu na tumpe muda, kwa sababu huwezi kumjaji ghafla namna hiyo. Mpira sio kama kuweka chumvi kwenye chakula kwamba wakati huo itakwambia nyingi au ongeza tena. Kwa football inahitaji muda na kitu ambacho yeye anacho mpaka wachezaji waweze ukiweza kukifanya kwa asilimia ambazo mwalimu anataka. Pia inategemea na namna ambavyo wachezaji wana wepesi wa kupokea. Kwa hiyo unaweza kuingia na ukakuta wachezaji wanapokea haraka, mwalimu akaklik na wachezaji na kufanya kitu, lakini anaweza kuingia wachezaji wakashindwa kuklik, pia inabidi apewe muda na aachiwe na yeye pia afanye usajili wake kwa nyakati ambazo kutakuwa na dirisha la kuongeza watu. Farihani, kwa mtu ambaye hamfahamu huyo mwalimu, maeneo ambayo pengine amepita na muda ambao alikuwa anakaa kwenye kila eneo ambalo alikuwa anapita. Kocha amepita vilabu vingi, na bahati mbaya inaonekana huwa akai kwa muda mrefu sana kwenye vilabu. Amepita Rayon Sports 2013 2014, Cotton Sports 2014 2015, 2015-16 akafundisha CS Constantine, 2017-18 alifundisha JSM Skida, 2017-2018 alifundisha Ethiopian Coffee, 2019 alikuwa Horoya ya Guinea, 2019-2020 alikuwa Ismailia, na 2020 mwezi wa 11 alichukua El Merreikh ya Sudan. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka zaidi ya 8 amekuwa katika vilabu takriban 8 tofauti. Kwa hiyo ni kocha ambaye huwa akai kwenye klabu moja kwa muda mrefu, na nimejaribu kufuatilia moja kati ya sababu ambazo kwenye vilabu viwili vya mwisho vitatu, katika vitatu vya mwisho viwili aliondoka kwa kutimuliwa. Alitimuliwa Horoya ya Guinea, lakini pia Ismailia ya nchini Misri. Lakini unajua kuna kitu kimoja Priska na Kiemba, kocha kufukuzwa kwenye timu fulani haimaanishi kwamba hana uwezo mkubwa, ama kocha kutokuwa na maisha marefu kwenye klabu haimaanishi kwamba hana uwezo wa kufundisha vilabu vikubwa. Lakini kinachotokea wakati mwingine ni target za timu husika. Kwa mfano Horoya ya Guinea, wao walikuwa na target yao kwamba bana tufikishe hatua ya makundi ya klabu bingwa Afrika, lakini alishindwa kuwafikisha katika eneo lile, ndio maana wakamtimua. Lakini pia Ismailia walimpa timu ilikuwa chini ya kocha ambaye alikuwa na mwangalizi. Alivyopewa yeye timu akushinda kwenye takriban karibia mechi 4, wao pia wakaona bana hebu tupishe. Kwa hiyo lakini kwa hii El Merreikh ni yeye ambaye ameondoka kwenye timu, yani kwamba aliona hawezi kuendelea kwenye klabu El Merreikh na amekuja kwenye klabu ya Simba. Inaonekana bado individually yeye binafsi, takwimu zake binafsi kuanzia makombe na vitu vingine bado hajawa na ile profile kubwa, lakini profile yake ya tofauti na makombe ni kwamba amefundisha vilabu vikubwa, na binafsi naona kwamba anakuja kwenye klabu ya Simba, sehemu ambayo wamejaribu sasa kutengeneza mazingira rafiki kwa upande wake, kwa sababu kwanza anakuja kwenye klabu ambayo ipo hatua ya makundi kwenye michuano ya Afrika, lakini pia ipo kwenye nchi ambayo Simba ni moja kati ya klabu kubwa. Kwa hiyo nafikiri hapa anaweza akatengeneza profile yake. Tuliwahi kusema kuhusu Sven, hakuwa na profile kubwa binafsi, lakini alikuja hapa nchini Tanzania akafanya makubwa, na hivi sasa ameenda FAR Rabat ya nchini Morocco. Kwa hiyo hata huyu pia anaona kuna CV ambayo atakuja kuitengeneza, kuna rekodi ambazo atakuja kuziweka kutokana na ukubwa wa timu anayokuja kufundisha, ubora wa kikosi ukijumlisha na mbinu zake, basi itakuwa ni 1+1=2. Kwa hiyo kuna uwezekano akafanya makubwa kwenye klabu ya Simba, licha kwamba alifeli kwenye vilabu vingine. Target ya Simba msimu huu ni kuweza kufika hatua ya nusu finali ligi ya mabingwa, vile vile kutetea kombe lake. Mkataba wa miaka 2, anayo nafasi ya kuyafikisha yote hayo.
Ya, anayo. Kwa maana kwamba tayari timu ipo kwenye makundi na haijacheza mechi hata moja. Kwa hivyo yeye anayo nafasi ya mechi zile 6 kuona anawezaje kuziplani na kuvuka, kwa maana kwamba Simba tayari walikuwa kundi hilo na timu hizo na walipata nafasi ya kuingia kwenye robo final. Kwa hiyo na yeye anaweza kutumia kama marudio ya mechi zilizopita na kuanza na takwimu za mechi za sasa hivi ambazo Simba inaenda kucheza na timu zile isipokuwa imebadilika timu yake ambayo pia anawajua vizuri. Kwa hiyo ana advantage ya kuweza kupata pointi na kuvuka kwenye group, kwa maana kwamba Elmerek tayari anawajua na anaweza kuja na plani ambayo inaweza ikawapatia Simba matokeo chanya. Wale Vita na El Ahly ataangalia mechi zilizopita walivyocheza na Simba na ataangalia mechi zao za sasa hivi ambazo wanacheza mpaka wamequalify kuingia kwenye group stage. Kwa hiyo mwalimu anaweza kufanya kazi nzuri pamoja na wachezaji waliopo, lakini pia anaweza asifanye vizuri kutokana na mkataba wake, wakampa tena muda ambao atakwenda kuandaa timu yake kwa ajili ya michuano mingine. Farhan, kocha Gomez hakusajili yeye, amekuta tayari kikosi kimekamilika. Inawezekana ni sehemu ya changamoto kwake, pamoja na kwamba kuna baadhi ya nyota ndani ya Simba anawafahamu. Haiwezi kuwa changamoto. Sven amefanya makubwa na kikosi ambacho ako kisajili yeye, na wakina Jupaengs Bayern walifanya makubwa kwenye vikosi ambavyo hawakuvisajili wao. Uzuri ni kwamba unapofundisha professionals anaifahamu mifumo zaidi ya 3, mifumo zaidi ya 4. Kwa hiyo kikosi hakiwezi kumpa shida as long as kwamba anaenda kuchanga karata vizuri na wachezaji watamsikiliza kile ambacho anakihitaji. Unajua Priska ametoka kocha Mbelgiji. Wabelgiji na Wafaransa ni watu ambao hawajaachana sana kwenye issue za tactics, issue za kimbinu. Ni watu ambao wanaendana sana, na uzuri zaidi msaidizi ni yule Suleiman Matola, mtu ambaye ataendelea watatumia portfolio ambayo Sven ameiacha, wanaweza kufanya vitu vikubwa. Naona kabisa hakuna ugeni ambao ataupata kwenye course. After all wote ni professionals, kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanaweza wakavifanya wao kwa pamoja. Na kuna taarifa kwamba kocha wa zamani wa timu ya Yanga Mwinyi Zahira yuko hapa nchini akijaribu kufanya mazungumzo na viongozi wa Simba. Anatajwa kutakiwa kama mkurugenzi wa ufundi wa klabu hiyo. Sio taarifa rasmi, ila inasemekana yuko hapa nchini, na tumejitahidi pia kuweza kupata uhakika wa taarifa hizo. Zikiwa taarifa ambazo zimethibitishwa, basi utazipata kwa undani wake zaidi. Naona Simba wanajaribu kusuka benchi lao la ufundi ili kuweza kufika kwenye dhamira kuu ya kufika hatua nusu finali na baadaye ikiwezekana kuchukua kombe lenyewe la Afrika. Na hii ni kutokana na sajili ambazo wanaendelea kuzifanya. Ya, naona walitambulisha kocha wa makipa raia wa Brazil. Ya, kubwa mimi nachokiona ni kwamba timu sasa zinaanza kujiandaa kama timu, lakini haziache athari kwa wale watu wa ndani, kwa maana kwamba kama kocha wa makipa amekuja ana kitu kikubwa zaidi. Kocha wao ambaye alikuwepo angestahili kuwe na mtu ambaye anaandaliwa sasa kuja kuchukua hivyo vitu na baadaye kuwa yeye ndio anavileta kwa wachezaji, kwa maana kwamba ni rahisi kwa kocha ambaye anaongea lugha moja na mchezaji kuweza kumfikishia kitu na akakielewa. Kwa maana kama alikuwepo kocha wa makipa wa Simba, badala ya kumfukuza ilibidi sasa wamuendeleze. Mimi nijua wanamtoa kwa ajili ya kumuendeleza, labda ameenda kusoma na vitu kama hivyo. Lakini kwa kuanza tukuleta watu na wale wengine wote kuondoa, naona aiachi athari kwenye mpira wetu, na matokeo yake tutakuwa kila siku tunaanza upya. Nisome ujumbe huu hapa, anasema karibu sana kocha, tuna imani swala la kufika nusu finali Champions League sio swala la kujiuliza. Naitwa Sehewa Chalox. Yeye anasema kwamba tayari wao wenyewe wamejiandaa. Ujio wa kocha ni sehemu tu ya kumpiga teke chura ili aweze kuendelea na safari yake. Ameandika hivyo shabiki wa Simba wa kulialia. Huyu anaitwa Sele Ngoma 26 wakiwa Lani. Simba mmeleta kocha, mwambieni kuna kisinda. Amesema hivyo. Anaonekana kabisa au Yanga.